wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tumejikusanya mkusanyiko mkubwa sana kama huu pahala pakubwa hapa kutekeleza jambo kubwa sana la ndoa, kumfungia ndoa mtu mkubwa ambaye ni bwana harusi anaimuoa binti ambaye si mdogo, binti ambaye mzazi wake ni mmoja kati ya wanazuoni wakubwa wetu Kenya hii kwa jumla na East Africa. Kwa hivyo ni silsila nzuri wa mkusanyiko huu, kwa sababu aliyechagua ambaye ni bwana harusi amechagua silsila ya dini. Ndugu zangu katika imani, awwalu sifatin na'at biha almar'ata allati la budda an takuna khalilatan wa zawja fadhfar bidhati din. Kwa maana sifa ya kwanza ambayo amesifiwa na mwanamke yule ambaye anataka kuwa rafiki na zauja, sifa ya kwanza ni fadhfar bidhati din, mchegue mwenye dini. Sasa bwana harusi kwanza tunamwambia liyakun hammuka alwahidu huwa salahun bidiniha, hamu yako ya kipekee iwe nkutengeza zaidi dini yake, kulingamana na chaguo ulilolifanya kwa hii nyumba uliyoitaka. Tayeb, fa idha kana ma'a dhalika malun, maana tumeambiwa fadhfar bidhati din, chague mwenye dini. Sasa wasomi wetu nasema fa idha kana ma'a dhalika malun, ikiwa pamoja na hiyo dini mwanamke una mali, wa jamalun, ana na jamala, wa hasabun, ana na sharafa, fahuwa khairun ila khairi, hiyo ni kheri kwenye kheri. Nurun ala nuri yahdi Allahu linurihi man yasha. Lakini suala litasimama hapa, limadha dinu muqaddamun min kulli shay, kwa nini dini ikachangulizwa kuliko chochote? Kwa sababu hadithi tunaoijua, mwanamke huolewa kwa yale mambo manne: liko la mali, liko la jamala, liko la sharafa. Lakini Mtume akasema mchegue mwenye dini. Kwa nini mwenye dini iwe ndio mwenye kuchangulizwa kuliko kitu chochote? Ni hivi, mali yametajwa katika hadithi, lakini mali ya mtu haikontroli dini ya Mungu. Dini hukontroli mali. Ndio mwenye mali hayatumii mali atakavyo, huyatumia mali itakavyo dini. Jamala ya mtu haikontroli dini ya Mungu. Dini ya Mungu hukontroli jamala ya mtu. Ndipo mwanamke kutoka kwake ni kutoka kwa namna fulani, kujipamba kinamna fulani, kumpambia mtu fulani. Ina maana si jamala inaokontroli dini, ni dini inaokontroli jamala. Hasab ni sharaf. Sharafa ya mwanamke haikontroli dini ya Mungu, dini inakontroli sharafa yake. Itoshe tu kwenye aya mbili, inna akramakum indallahi atqakum. Moja, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Hii aya hutosha kwamba kuwa dini
ndiyo kila kitu na dini ndiyo inayochangulizwa. Kwa hivyo fadhfar bidhati din, mchegue mwenye dini. Kwa hivyo wenye kusema husema lau khuliqatil mar'atu tayran, lau mwanamke ataumbwa afai kuumbwa awe ndege, lakana tausa, angefaa kuwa tausi, kwa sababu tausi ndege mrembo mwenye pozi kweli kweli. Walau khuliqat hayawanan, na lau mwanamke angefaa kuumbwa awe ni nyama, lakanat ghazalatan, angefaa kuwa ni paa. Paa ni nyama mrembo. Walau khuliqat hasharatan, lau angefaa kuumbwa awe ni mdudu tu, lakanat firashatan, angefaa kuwa ni kipepeo yule. Hao ni katika wazuri, lakini angali walakin khuliqat basharan, lakini mwanamke ameumbwa kuwa mwanadamu. Fasarat habibatan wa zawja, akawa ni mpenzi na akawa ni mke. Wa umman ra'iatan, na ni mama mzuri. Kisha angalia huyu msomi akatufungia, falau lam takunil mar'atu shay'an 'adhiman jidda, lau mwanamke asingekuwa ni kitu kikubwa mno, lama ja'alaha Allahu huriyatan yukafau biha almu'minu fil janna, asingemfanya Mwenyezi Mungu ni katika hurul ain atakailipwa naye mu'min peponi. Kwa hivyo fadhfar bidhati din, mchegue mwenye dini. Tamalizia kwa hivi, mwanamke mmoja aliulizwa swala hili, lima zawjuki yuhibbuki wala yara fil kauni ghayraki wa hunaka man hunna ajmalu minki, kwa nini mume wako anakupenda, haoni duniani asiyekuwa wewe, na vako duniani vya kukushinda wewe? Sasa sikiliza hili jawabu, kisha tupate sote ya kuwa ni kweli. Mtume akikwambiwa fadhfar bidhati din, dini ndio inaokontroli kitu, jibu lilikuwa vipi? Jibu la huyu mwanamke alikuambiwa, kwa nini mume wako yukupenda, haoni duniani asiyekuwa wewe, na vako duniani vya kukushinda wewe? Akasema naam, qad la akunu al-ajmala wa qad la akunu al-arwa, mimi naweza ikawa si katika jumla avazuri mno, wala si katika jumla venye jamala sana, lakini sikiza hizo jibu. Walakin mrembo akasema, idha adhani zawji asfahu wa in jaani mahmuman asma'u wa in a'tani kathiran amdahu wa in a'tani qalilan aqna'u, hakadha 'allamani rabbi, alwudda la aqta'u wa ta'ata la amna'u wa mahma hasadtu shawkan awaddu adhallu lilwardi azra, ma arwa hadhihi zawja. Hebu tulitafsiri hili jibu. Asema sio kwa kuwa mimi pengine nina jamala sana, wala mimi ni nzuri sana, isipokuwa kwa yanayofuata. Mume wangu akiniudhi, umsamehe. Mume wangu akija ana dhiki, humsikiza dhiki zake. Akinijilia na vitu vingi, umsifu. Akinijilia na kitu kichache, na kinai. Ndivyo alivyonifundisha mimi Mola wangu. Akaendelea kusema, pendo silikati kwake, twaa sizuii kuwatakumtii, na namna nitakavopanda, namna nitakavovuna miti ya miba,
basi mimi nitapanda ya waridi, na yana maneno ya undani hapo ambayo yataka muda, kwa maana namna nitakavovuna miti ya miba, namna nitakavopata ugumu na dhiki kupitia kwa mume wangu, mimi tapanda la waridi. Fadhfar bidhati din. Sasa nafunga kwa hili, huyu alooa mwanamke alotoa majibu hayo, baada ya siku 10 hivi alienda kwenye maskani zoea ya watu marafiki zake ambao huwa hawajaoa. Unajua kuna kamati za watu ambao hawajaoa, kuna magurupu. Kamati hizi huwa zina mikutano ya siri, wenyewe wajua. Sasa huwa upanga utofu tu, upanga hili wakipanga hili. Huyu alooa alotoa majibu haya, huyu mwanamke siku moja akaenda kuwatembelea. Sasa kwenye mazungumzo mmoja akamwambia, nataka kukuuliza swala, lakini unijibu kwa dhati za roho yako. Ule bwana akasema niulize. Ashaoa kama siku 10. Mmoja akamwambia, kam maratan ahbabta, hebu tuambie kweli, wewe umependa mara ngapi? Na ni kweli hilo hutokea vongwana, ama litokee mpaka mtu kukita kwenye kambi moja huwa ameruka miti kweli kweli. Tuambia neno ukweli, sisi kila mmoja hapa mpaka atakapopata umakinifu. Sasa alipoulizwa kam maratan ahbabta, wewe umependa mara ngapi? Akasema, na wajibu jawabu litokalo kwenye kina cha roho yangu. Akamwambia, ana ahbabtu akthara min marra, mimi kikweli nimependa zaidi ya mara moja. Walakin alhubba as-sadiqa tasallala fi qalbi maratan wahida, lakini pendo la kweli limejambaa kwenye moyo wangu mara moja. Ni pili sasa, ndilo pendo ambalo ni la ukweli, pendo ambalo ni la utekelezaji. Kwa nini? Ni haya majibu tuliyopata, majibu ya mwenye dini. Idhan fadhfar bidhati din, jibu mwenye dini la Mtume halianguki. Ninamtakia bwana harusi wetu huu kila la kheri, na lile ambalo ndilo lengo la mtu kuoa ni kupata dhuria njema, sio zile fikra. Si nasema taka mtu akioa angalau apate nusu mwaka ama mwaka mzima atiave hajapata mwana. Yako hayo, sikusema kwa kubahatisha. Hata kama mtu mwaka mmoja, miaka miwili, kwanza sipati. Hata mwanangu usiombe hivyo, wenye kuomba hivyo havana kazi za kufanya. Lengo la kuoa ni lengo la kuoa ni upate familia. Basi inshallah tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe dhuria tayyiba, na wale ambao huoa kisha wakasema kwamba tutataka kana miaka miwili kwanza tu istarehe, tunataka siku ile siku aingiae akisha kumaliza kombe la bwana harusi akianda boli ndani, akianda boli ndani. Wale ambao huomba kwamba tunataka miaka miwili, maana umwambia Mungu tuate miaka miwili kwanza kisha ndio tupate wana. Ukiingia upache kiasi ya tripu 3 wawili, kisha umepumzishwa mmoja mmoja, ili tupate jeshi kamili la Kiislamu ambalo ni jeshi linalo linda dini ya Mungu, jeshi ambalo inatabik sunnata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kutakia kila la kheri. Mwenyezi Mungu akujalie dhurriyatan tayyiba, innaka samiu du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.